mwaka wa fedha uliopita yalitokea mapendekezo tutengeneze barabara za lami, na tulitenga mita 200 kata ya Sokoni 1 na mita 200 kata ya Unga Limited kupitia mapato ya ndani ya jiji la Arusha. Wajanja wakaenda wakahamisha, nadhani unakumbuka, wakapeleka eneo jingine. Safari hii tukatenga fedha tena kupitia mapato ya ndani. Mwaka huu kuna milioni 900, na bunge la bajeti linaloendelea kwenye bajeti ya TAMISEMI tumepitisha tena fedha nyingine ili kumalizia kipande kilichobaki. Kwa barabara yetu inayokwenda kujengwa ya Eso Longdong, hakuna fedha yoyote ya serikali kuu. Tunajenga kupitia mapato ya ndani ya jiji la Arusha. Na hiyo ilitokana na maelekezo ya bunge. Tuliona halmashauri nyingi baada ya kuona imeanzishwa TARURA wakawa hawatengi tena fedha za barabara. Kwa hiyo bunge likaelekeza kwamba kila halmashauri nchini watenge angalau 10% ya fedha zao, 5 mpaka 10, kwa ajili ya masuala ya barabara. Na ndio maana miaka yote tunatenga fedha kwa ajili ya kutengeneza barabara zetu za jiji la Arusha. Nilisikia kuna mtu mmoja anasema eti barabara ya Eso Longdong hii hela ameenda kuiomba sijui wapi ndio imekuja. Mwambieni aache utapeli. Mwambieni kwamba Arusha hatufanya nini? Hatudanganyiki. Na ndio maana alivyokuja waziri wa TAMISEMI kwenye barabara Eso Longdong, wakaanza kumwambia tunaomba fedha, tunaomba fedha. Tukamwambia waziri, hapana. Tunazo fedha zetu za jiji la Arusha tumetenga kwa ajili ya barabara. Tunaomba hizo fedha zijenge hii barabara ya Eso Longdong kilomita 1.8. Tukiwa kwenye mkutano pale, akauliza kuna fedha kweli hizo? Nakumbuka mkurugenzi akamwambia ni kweli zilikuwa bilioni 2 lakini imebaki 1. Nikamwambia hapana. Mimi ni mbunge, tumetoka bungeni, tumepitisha, na toka bajeti imepitishwa hata shilingi haijatumika, bilioni 1 imekwenda wapi? Baadaye akasema nilikuwa nimechanganya. Hiyo ilikuwa ni hela ya mwaka wa fedha uliopita, lakini mwaka huu zote zipo. Na akaelekeza kwamba basi kama zipo, naelekeza hela zote hizo zijenge barabara hii ya lami ya kilomita 1.8. Afu leo anakuja mtu hapa anaanza kusema unajua mimi nilipiga matantalila, nikapiga matarumbeta, hela zikapatikana huko. Hela hazipatikani kutoka hewani. Hela ya Tanzania inapatikana kwa utaratibu. Na utaratibu wake, mnakaa kwanza serikali ya mtaa, mnapendekeza. Anachukua diwani, anakaa kwenye ODC, wanapendekeza. Wanapeleka kwenye baraza la madiwani na mbunge naingia, wanapendekeza. Baadaye nachukua na kwenda ndani ya bunge na tetea. Na mtu mwingine yoyote hapa Arusha ukitoa mimi, akienda bungeni, anakaa kule juu kwenye gallery kule, anapungia mkono, akimaliza anaambia rudi huko ulikotoka, acha watu waendelee na kazi. Sika mnanielewa? Make nasema haya maneno ili watu wajue kwamba hapa ni town. Hili ni jiji la nini? Yani hapa utapeli hauna nafasi. Watu wa Arusha wanajua tulikotoka nayo hii Arusha. Watu wa Sokoni 1 mnajua tulivyohangaika na vivuko vya Sokoni 1. Hiki ni kivuko kidogo, tumejenga vivuko vikubwa katika kata hii, vivuko vya kihistoria. Na hiyo kazi bado inaendelea. Kwa hivyo nataka niwaambie tu kwamba waambieni hatudanganyiki na wala hatutapeliki. Na sanaa inatakiwa ipelekwe Bagamoyo. Hapa sio jumba la sanaa. Maana sasa wakati mwingine naweza tukanyamaza, watu wengine wakafikiri kwamba vile kama hatujui kusema. Tunajua kusema, tuna uwezo wa kusema, lakini tunataka matendo yaseme zaidi kuliko porojo. Sokoni 1 oye. Mwambie jirani yako usanii bye bye. Mwangalie jirani yako, mwambie usanii ulipi.
Mwambie jirani yako mabalozi wametoka mbali na kata hii. Mwambie jirani yako wajumbe wametoka mbali na kata hii. Na kazi inaendelea. Arusha oye. Daktari Samia oye. Wangapi wanasema tudanganyiki hapa? Nyosha mkono. Arusha oye. Maana kila wakienda mahali sasa hivi utasikia nimetumwa. Mimi ndo nimetumwa. Mimi nimefanyaje? Acha kutafuta mbeleko, njoo uwanjani hapa uone kama ngoma inakesha. Arusha oye. Mwambie acha kutafuta nini? Hii ngoma ya kiume, wanaume mnaingia uwanjani, watu wanaamua. Na mwambie tuko vizuri, tutashughulika na wewe na tutakusindikiza na mapambio tutakupigia.